أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema yapo matukio mengi ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kuhusu mapenzi yake kwa Allah, bali kila amali yake na kila tukio linaishia hapa, ya kuwa kwenye moyo wake muda wote mlikuwa bahari moja ya mapenzi ya Allah. Manzari yake moja twaona katika vita ya Uhud, ambapo alionyesha sura moja ya ajabu ya mapenzi ya Allah. Inapatikana katika riwaya ya kwamba Hazrat Bara radhiyallahu anhu alisimulia ya kuwa siku ya Uhud tulikabiliana na washirikina. Nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam akateua kikundi kimoja cha warusha mishale na akamfanya Hazrat Abdullah kuwa amiri wao, na akawasisitiza kwamba wasiache mahala pao. Akawaambia akisema kwamba mkiona sisi tumewashinda, hata hivyo msipaache, na mkiona wao wametushinda, hata hivyo musije kutusaidia. Yani katika kushinda na kushindwa kwenye hali zote mbili, nini msiache mahala penu. Humo tukio linapokwisha, tunaona namna alivyokuwa na jaziba ya mapenzi ya Allah. Msimuliaji anasema ya kwamba tulipopigana na maadui wakakimbia, hadi nikaona wanawake washirikina wakikimbilia milima. Walikuwa wameinua kitambaa kutoka miundi yao na minyororo ya kifundo cha miguu ilikuwa ikionekana. Waislamu wakaanza kusema kuwa mali ya ghanima, mali ya ghanima. Hata Abdullah akawazuia kundi lake na akasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenisisitiza kwamba nini msiache mahala, lakini wao hawakukubali. Wakiacha mlima, walipokuja kukusanya mali ya ghanima, Allah taala pia akageuza uso wake kutoka kwa waislamu hawa. Yani watu walipokuja kukusanya mali ya ghanima, Mwenyezi Mungu akageuza uso kutoka waislamu na vita ikabadilika. Maadui wakaja kuwashambulia tena waislamu 70 wakauawa. Anasema muda kama huo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake alikuwa amejihifadhi kwenye kivuli cha mlima. Ndipo Abu Sufyan akapanda sehemu yenye muiniko na akatamka maneno, je, kwa watu hawa yupo Muhammad? Mtume akasema kwamba msimjibu. Kisha akasema Abu Sufyan akasema, je, kwa watu hawa yupo Ibn Abi Quhafa? Mtume akasema msimpatie jibu lolote. Kisha ye akasema, je, kwa watu hawa yupo Ibn Khattab Umar? Alipoona kwamba hakupata jibu lolote, Abu Sufyan akasema kwamba watu hawa wote wameuawa, kama wangekuwa hai basi lazima wangenijibu. Hata Umar radhiyallahu anhu hakuweza kujizuia na akasema kwamba e adui wa Allah, umetamka uongo. Allah amemuweka hai zidi yako ambaye atakuzalilisha. Abu Sufyan akapiga takbira kwamba hubul idumu milele. Aliposema hayo, Nabii sallallahu alaihi wasallam akakosa utulivu na akasema kwamba nini mutoe jibu lake. Maswahaba wakasema kwamba tujibuje.
mtume akasema semeni allah ni mkubwa kuliko wote na ni mtukufu. abu sufian akasema kwamba kwa ajili yetu ni uzza na nini hamna uzza yoyote. nabii sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mumpe jibu. maswahaba wakasema tuseme nini? mtume akasema semeni allah ni msaidizi wetu na nini hamna msaidizi yeyote. yani ilipotokea swala la ghera ya allah, swala la upendo wake, hapo hakujali uhai wake na akawaamuru maswahaba kwamba wamjibu abu sufian. mwanzoni kwa sababu ya hikima fulani alikuwa hataki kumjibu. kuhusu kisa hikayat musleh maud pia ameandika akitoa kumbukumbu ya historia, anaandika kwamba maswahaba waliokuwa pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam ambao kwa sababu ya msukumo wa makafiri walikuwa wamesukumwa nyuma, makafiri waliposogea nyuma wao wakaaja kumzingira mtume na wakamuinua mwili wake kwani mtume saa salam akizimia alikuwa ameanguka chini. swahaba moja ubaid bin aljarah akatoa msumari kwa meno yake uliokuwa umechoma kwenye kichwa chake, na kwa sababu ya amali hiyo meno yake mawili yakavunjika. baada ya muda mfupi mtume akazinduka. alikuwa amezimia kwa sababu ya majeraha kama nisemavyo. mtume alipozinduka masahaba wakakimbiza watu katika kona zote za medani kwamba mtume salallahu alaihi wasallam yu hai, hivyo wote wafike hapa. adui walikuwa wamesambaza taarifa kwamba mungu apishe mbali, mtume ameuawa shahidi. jeshi la waislamu lililokuwa limetawanika likajumuika tena. mtume salallahu alaihi wasallam akiwa nao akaelekea kwenye kivuli cha mlima. jeshi la waislamu walipokuwa wamesimama huko kwenye kivuli cha mlima, abu sufian akasema kwa sauti ya juu na akasema sisi tumemua muhammad. mtume salallahu alaihi wasallam hakumjibu abu sufian ili isije ikawa hivi kwamba maadui wakijua hali halisi waje kuwashambulia tena waislamu. adui wajue kwamba waislamu hawakuuawa bali wamepata majeraha tu, na kwa kuwa waislamu ni katika hali ya majeraha hivyo hawataweza kuvumilia uvamizi wa maadui na waislamu wenye majeraha watauawa na uvamizi huo wa maadui. abu sufian alipokosa jibu kutoka kwa jeshi la waislamu akawa na imani na yakini kwamba wazo lake ni sahihi. akasema kwa nguvu zote kwamba sisi tumemua abubakar. mtume akamwamuru abubakar kwamba asimjibu lolote. kisha abu sufian akasema kwamba sisi tumemua umar. ndipo hat umar aliyekuwa na jaziba sana alitaka kumjibu kwamba sisi kwa fadhili ya allah tuko hai na tuko tayari kupambana nawe, lakini mtume salallahu alaihi wasallam akamkataza akisema kwamba usiwatie waislamu kwenye shida na ukae kimia. muda huu ni hali ya udhaifu, wakitushambulia tunaweza kupata madhara zaidi. sasa makafiri wakapata yakini kwamba wamewaua mwanzilishi na waislam na wenzake wawili. hapo abu sufian na watu wake wakapiga takbira kwa furaha, olo hubul, shani ya sanamu letu hubul iwe juu, yeye leo ameangamiza islam. mtume mtukufu salallahu alaihi wasallam ambaye juu ya tangazo la mauti yake, juu ya tangazo la mauti ya abubakar, juu ya tangazo la mauti ya umar alikuwa amewasihi masahaba kukaa kimia ili isije ikawa hivi kwamba jeshi la makafiri liwashambulia waislamu wenye majeraha na waislamu hawa wachache wa uawe kwa mikono yao. sasa ilipotokea swala la heshima ya mungu mmoja na takbira ya ushirikina ilipotangazwa katika medani, roho yake ikakosa utulivu na akasema kwa maswahaba kwa jaziba kwamba kwa nini hamtoi jibu? maswahaba wakasema ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam tuseme nini? akasema semeni allahu ala wa ajal, allahu ala wa ajal. nini mnasema uongo kuwa shani ya hubul imenyanyulika? allah aliye mmoja asiye na mshiriki ndiye mwenye heshima na shani yake ni juu na si ya hubal, na hivyo akawafikishia maadui taarifa kwamba yeye ni hai. athari ya jibu hili lenye ujasiri na ushujaa ikawatokea makafiri kiasi kwamba
matamanio yao yakavunjika, na japo mbele yao walikuwa waislamu wachache tu wenye majeraha ambao kwa kuwashambulia na kuwaua kulikuwa mumkin kwa kanuni ya kidunia, wao hawakuthubutu kuwashambulia tena, na mafanikio waliokuwa wamepata wakiyafurahia wakarejea Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haachi itokee hata chembe cha ushirikina katika mapenzi ya Allah. Katika riwaya moja inapatikana hata Ibn Abbas anasimulia ya kwamba mtu mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotaka Allah na unavyotaka wewe. Hapo nabii akasema, je, umenifanya kuwa sawa mbele ya Allah? Bali sema hivi kwamba yale atakayetaka Allah peke yake, hutakiwi kuwa na hata chembe cha ushirikina. Baadhi ya watu wanaongelea mambo kama hayo kwamba Allah akipenda na ukipenda wewe. Wanaweza kusema kwamba yale ambayo Mungu ayatake na ni fadhili yake tu, na dua ya mtume ikiwa ndani, basi baraka itapatikana. Hadi dua ni sawa, lakini kusema kwamba kama unayotaka wewe si sahihi, kwani mtume hakupenda hiyo. Kisha alikuwa na wasiwasi ya kwamba watu wasije wakayafanya makaburi kuwa mahala pa kusujudia, lakini kwa bahati mbaya leo inaendelea kufanywa zidi yake. Nilikuwa nimeeleza kabla, waislamu wanakwenda kuyatembelea makaburi ya watukufu na kufanya sijda, hali mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kufanya hivyo. Hat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia ya kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam katika marazi ambamo alifariki dunia, yani kwenye muda wake wa mwisho, alisema, Mungu alaani mayahudi na wakristo waliofanya makaburi ya manabii kuwa misikiti. Hata Aisha akasema, kama asingesema hayo kaburi lake lingewekwa wazi, lakini mimi nahofia kwamba lisije likafanywa kuwa misikiti, hivyo haikuwekwa wazi ili isifanywe kuwa mahala pa kufanya ibada. Siku hizi huku serikali imefanya mpango maalum na kuna kuta pembezoni mwake ili isizwihiri ushirikina wa namna yote. Kazi hiyo kwa uchache wamefanya kuwa nzuri, kwani mtume alikuwa akichukia mno ushirikina. Katika umoja wa Mungu kuna riwaya nyingine inayopatikana hivi kwamba Hatibne Ubaikab anasimulia ya kwamba washirikina walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa, utuambie nasaba ya Mungu wako. Hapo Allah taala akashusha wahi, qul huwallahu ahad allahu samad, sema yeye Allah ni mmoja, Allah asiye hitaji, ambaye wote wanahitaji kwake, hakuzaa wala hakuzaliwa, kwani si kitu chochote ambacho kizaliwe lakini kitakufa, na hakuna kitu kinachokufa lakini kinakuwa na mrisi wake. Na Allah azza wajal hatakufa wala hakutakuwa na mrisi wake, wala hana anayefanana naye. Msimuliaji anasema yeye hana anayefanana naye, wala yote aliye na usawa kama yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haachi nafasi yoyote bila kumhimidia Mwenyezi Mungu, na katika kila neno lake mapenzi ya Mungu yalikuwa yakionekana, na kila alipokuwa akinena akitamka ilikuwa ikizwihiri kuwa mapenzi ya Allah yamepenya kwenye moyo wake, bali moyo wake umejaa mapenzi ya Allah na hauna kitu kingine chochote. Hadza bin Khalid Juhni raziyallahu anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo ya Hudaybiyah, baada ya mvua kunyesha usiku, alitusalisha sala ya asubuhi. Alipohitimisha swala akaelekea kwa watu na akasema, je, mnajua kuwa Mungu wenu azza wajal amesema nini? Mungu anajua hali ya mioyo, na kwa kuona mvua mawazo waliyopata watu Mungu atakuwa ameyajua. Na akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakasema kwamba Allah na mtume wake wanajua vizuri. Mtume akasema kwamba Allah anasema, katika waja wangu baadhi wameamka asubuhi katika hali hii kwamba walikuwa wenye kuniamini na wengine walikuwa wenye kunikataa, yani baadhi yao walikuwa ambao kwa kuona mvua ya usiku walifikia asubuhi hali walikuwa wenye kuniamini, na baadhi walikuwa wenye kunikataa.
mtu aliyesema kuwa kwa fadhili na rehema ya allah mvua imenyesha juu yetu, huyo ni mwenye kuniamini. Na waliosema kwamba mvua imenyesha kwa fadhili ya allah ni wenye kuniamini kama nisemavyo, na ni wenye kukataa nyota. Katika zama zile nyota pia zilikuwa zikiabudiwa. Kulikuwa na mapungufu ya kimalezi. Watu wengi washirikina walikuwa wameingia katika islam. Hivyo baadhi kwa sababu ya athari ile ya zamani walikuwa wanasema leo kwa sababu ya nyota mvua imenyesha. Basi mtu asemaye leo kwa sababu ya nyota mvua imenyesha, wao ni wenye kunikataa na ni wenye kuamini nyota. Basi allah akamwambia kuwa ewe muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama unavyojua na kutambua umoja wangu, uwaambie waumini wako pia kwa undani gani na kwa kiasi gani wanapaswa kukiri upendo wa allah kwenye maswala yote na kwa moyo wote. Jaber radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya rasulallah, kuna vitu gani viwili vyenye kuwajibisha janna na jahannam? Mtume akasema kwamba mtu aliyefariki hali hamshirikishi na allah chochote, yeye ataingia peponi, na mtu aliyefariki hali alikuwa akimshirikisha na allah ataingia motoni. Basi leo pia jibu hili linatosha kwa kila muulizaji, kama asemavyo hatmasihe maud alaihi wassalam ya kwamba kutegemea vitu vya dunia, kutegemea nafsi, kutegemea nguvu, kutegemea utajiri, kutegemea familia na kabila, kuwategemea vizazi na watoto, ilmuradi kila kitu ambacho mtu bila kumtanguliza mungu anavitegemea na bila kutaja jina la mungu anavitegemea, huyu anafanya ushirikina. Basi kwa undani huo yatupasa kujichunguza kwamba tuendelee kujiepusha na ushirikina, tufuate mafundisho hayo na tuendelee kuzalisha mapenzi ya allah moyoni. Kisha katika sehemu nyingine alisema kwamba mahmud bin labid anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi ninahisi hofu ya kitu juu yenu ambacho ni ushirikina mdogo. maswahaba wakasema kwamba ewe mtume wa allah, shirki asgar ni kitu gani, yani ushirikina mdogo? Mtume alisema kwamba kujionesha siku ya kiama mungu atasema kwamba kwa ajili ya watu ambao nini mlikuwa mnaonesha duniani na mlikuwa mnafanya rea, muwaende na muone kama mnapata malipo kutoka kwao, basi mwende mkachukue malipo kutoka kwao. yani kuwaonesha watu vitu kama hivi mungu anavichukia sana, kwani matendo haya hamfanyi ili kumfurahisha mwenyezi mungu, bali mnafanya kwa ajili ya kuwaonyesha watu na kwa ajili ya kuwafurahisha watu. sisi tunapaswa kujichunguza kwa undani huo kwamba amali zetu zikoje, kwani katika akhira hakuna njia na sababu itakayotusaidia, ni fadhili ya allah tu ambayo itatusaidia, na kufuata suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, utii wake na utekelezaji ndiyo kitu kitakachotusaidia. na mungu amependa, kwani mungu amesema kwamba fattabiuni yuhibbukumullah, yani alimwambia mtume kuwatangazia watu kwamba uwaambie watu munifuate mimi, mungu atawapendeni. kisha katika hadisi moja inapatikana hata Abu Huraira radhiyallahu anhu alisimulia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume alisema, mwenyezi mungu kwa ajili ya mtu ambaye anajitokeza kwenye njia yake amebeba jukumu hili kwamba yeye atamjalia mali ya ghanima na malipo au atamuingiza peponi, yani ushindi utatokea, na kama ana uwawa shahidi basi ataingia peponi. sharti ni kwamba imani yake juu yangu na kuwasadikisha mitume kumemtoa nje kwa ajili ya jihadi. hili ni sharti kwamba imani yake ni imara na anatoka kwa kufanya jihadi ili kumfuata mtume saa salam na kutimiza haki ya baiati. na kama nisingekuwa na wazo hili kwamba mimi nitamuingiza umati wangu kwenye shida, basi ningeenda pamoja na kila kikundi
la jeshi. Ninatamani kwamba ni uwawe kwenye njia ya allah, kisha ni huishwe, kisha ni uwawe, kisha ni huishwe, kisha ni uwawe. Ameeleza tumaini lake. Sayyid Walid Shah Saheb anasema katika shara yake kwamba mtume aliposema laula an ashuka ala ummati, yani kama nisingekuwa na wazo hili kwamba umati wangu utaingia kwenye shida ningefanya hivyo. Muradi wake ni kwamba mtume alikuwa amekushapata uzoefu kwamba masahaba wana jaziba sana ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi walikwepo ambao walikuwa wakitamani kumfuata mtume sallam na walikuwa wanafanya hivyo. Kulikuwa na kivutio kwenye mfano wake kiasi hiki kwamba mtume saa salam katika kutenda amali alikuwa anajali umati wake kwamba kitendo chake kisishike rangi kwa ajili yao ambayo iwe yenye kuwatia kwenye shida. Yani kama aliwajibisha kila kitu basi umati wake utaingia kwenye shida na taabu. Hivyo alisema kwamba saa nyingine siendi ili nini msipate shida. Sayyid Wadil Shah Saheb anaandika zaidi kwamba mtume alikuwa na upendo kwa allah kama wapinzani wake pia walivyosema kwamba ashika muhammadun rabbahu. Lakini pamoja na upendo huu alikuwa na uwezo wa kudhibiti nafsi yake na akili haikumwacha hata kwa sekunde. Watu ambao katika matendo yao wanatumia ifrat, kwa ajili yao kuna somo, yani kuanza kufuata hisia na kwa jaziba. Hii sio alama ya imani kamili. Baadhi watu wanasema kwamba sisi tuna ghera tufanye hivi na vile. Mungu anapenda njia ya katikati, na katika hilo mtu analazimika kupambana na nafsi yake. Hivyo humo kuna kupambana na nafsi na pia ni upendo wa Mungu. Sio maana kwamba mtu aanze kufuata hisia zake na nafsi zake bila akili. Mtume kwa kusimamisha mifano yake ametuonyesha njia ambapo kuna upendo wa Mungu ambao umefikia kwenye kilele chake, na pia kujitolea kwake pia kumefikia kwenye kilele chake. Lakini pamoja na hayo kuna njia ya katikati na akili, kwani hii ni amri ya allah kwamba muifuate. Riwaya moja inaeleza kwamba mtume hakupenda kusaidiwa na washirikina. Mke wake mtukufu Aisha radhiallahu anha anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea upande wa Badr. Alipofika Harratul Wabra, sehemu ambayo ina maili 3 kutoka Madina upande wa magharibi, akakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa anajulikana kuwa mtu shujaa. Masahaba wa mtume saa salam walipomwona wakafurahi sana kwamba huyu amekuja sasa atashiriki pamoja nasi kwenye vita. Alipokutana na mtume akamwomba mtume akisema kwamba mimi nimekuja kwenda pamoja nawe na kukusaidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba je, unamwamini allah na mtume wake? Ye akasema hapana. Mtume saa salam alisema basi urejee nyuma, kwani sitapokea msaada kutoka mshirikina yeyote. Hata Aisha anasema huyu akaondoka hadi tulipofika Shajara ambayo ina maili 7 kutoka Madina kwenye Zulhulaifa, na huu ulikuwa ni mti mmoja mahala ambapo mtume alikuwa akifunga ihram. Mtu huyu akaja tena kwake na akamkuta na akasema kama alivyokuwa amesema mwanzoni. Nabii akamjibu kama alivyokuwa amemjibu kabla, akasema kwamba ureje, mimi sitapokea msaada kutoka mshirikina yeyote. Huyu akarejea na kisha akakutana na mtume katika Baidha ambayo ni katikati ya Makka na Madina na mbele ya Zulhulaifa. Mtume akamwambia tena kama alivyokuwa amemwambia kwamba je, unamwamini allah na mtume wake? Huyu akasema kwamba ndio. Mtume saa salam akasema kwamba sasa uende, unaweza kwenda pamoja nasi. Hivyo hata kama hali iwe ya kiasi namna gani, huu ni upendo wa Mungu ambao alikuwa nao, na hakuweza kuvumilia kwamba apokee msaada kutoka mshirikina.
haswa kwa kazi ambayo inafanywa kwa ajili ya kujipatia ridhaa ya mungu na kwa ajili ya dini. hata musleh maud anasema kwamba muone mtume salallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa na maarifa na alivyokuwa na uangalizi, namna alivyokuwa na hofu ya mwenyezi mungu, na japo alikuwa kamili kuliko watu wote na alikuwa mtukufu kuhusu madhambi yote, mwenyezi mungu alikuwa mlinzi wake. Lakini pamoja na utukufu huu na utakatifu huo, hii ilikuwa ni hali yake kwamba muda wote alikuwa akiwa na hofu ya mungu. Alikuwa anatenda wema juu ya wema na kutekeleza matendo yenye hali ya juu. baada ya wema moja alikuwa akitenda wema mwingine. Swali la ubaya lilikuwa haliwezi kutokea hata chembe chake. Alikuwa akitekeleza matendo yenye daraja tukufu, lakini pamoja na hayo alikuwa akimwogopa mungu. Alikuwa akichukua tahadhari kwa kadri awezavyo, lakini alikuwa anaona sifa ya mwenyezi mungu ya ghina na alikuwa anaona jalali yake, na hapo alikuwa anaachana na amali zake zote na alikuwa anafanya istighfar, na muda ukitokea alikuwa anafanya toba. abu huraira anasema kwamba samitu nabiya sallallahu alaihi wasallama yaqulu wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi aksara min 70 marra. hiyo ni hadisi ya bukhari kwamba mimi nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, wallahi mimi kwa siku nafanya istighfar zaidi ya mara 70 na namwomba mungu afu wake na mimi nainama kwake. neno hili la 70 pia linatumika kwa maana ya idadi isiyohesabika, yani nafanya mara nyingi. hiyo ilikuwa ni hali ya upendo wa mungu, kwamba kila wakati ulimi wake ulikuwa unamkumbuka mungu. hata aisha anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kila hali alikuwa anamkumbuka mungu, kama hata muslimaud pia alivyoeleza, na inathibitika kutoka hadisi kwamba daima muda wote ulimi wake ulikuwa unamkumbuka mungu. Samura bin jandub anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mambo manne ni bora kuliko maongezi yote. ukianza na hata moja hutapata madhara yote, yani ukianza na mambo hayo basi ni bora, na mambo hayo ni yenye baraka. ni yapi? namba moja ni subhanallah, namba ya pili ni alhamdulillah, namba tatu ni la ilaha illallah, na namba 4 ni allahu akbar. yani mwenyezi mungu ni mtukufu na kila sifa njema inamhusu yeye. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, na allah ni mkubwa kuliko vote. hayo ni mambo manne yakibaki kwenye ubongo wa binadamu na muda wote akiwa na fikra hii wakati wa kuongea na kufanya kazi, akivizingatia hivi basi atapata baraka juu ya baraka. abdullah bin bisr anasema kwamba mtu mmoja wa kijijini alikuja kusema kwa mtume saa salam kwamba kanuni za kiislam na maagizo yake yamekuwa mengi kwa ajili yangu, yani kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vingi kwa ajili yangu. alikuwa mtu wa kijijini, na baadhi ya wakati watu hawa walikuwa wanamuuliza mtume sasa maswali kama hayo. hivyo wewe uniambie kitu ambacho nikifanye na nikizingatie na nifanye hicho hicho zaidi. mtume alisema kwamba ulimi wako uendelee kumkumbuka mungu daima dawamu, uendelee kumkumbuka mungu. alisema kwamba la yazalo lisanuka ratbu min zikrillahi azza wajal, yani ulimi wako daima uendelee kumkumbuka mwenyezi mungu. kisha katika riwaya moja inapatikana Jabir radhiyallahu anhu anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kauli iliyo bora ni la ilaha illallah na dua iliyo bora ni alhamdulillah. katika riwaya moja inapatikana hata Abu Umama anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mbele yangu kutoka kwa mwenyezi mungu ofa ililetwa kwamba huyu aifanye Makka katika sura ya dhahabu,
nikasema kwamba ewe mungu wangu iwe hivi kwamba siku moja niile kwa kushiba na siku moja nikae na njaa. Nitakapokuwa na njaa basi nitakuomba na nitakukumbuka, na nitakapokula kwa kushiba nitakuhimidia na nitakusabihi. Mimi sitaki hiyo, mimi nataka kitu ambapo nikukumbuke daima. dhahabu na fedha au utajiri ukizidi nisije nikakusahau. Almasihi Maud amesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevumilia shida hizi na mateso hayo, na au alikuwa na shida katika uchumi. Hiyo haikuwa kwa sababu hii kwamba mungu alikuwa hakumpatia. Mungu alikuwa amempatia mengi, lakini katika upendo wa mungu alikuwa ameshika njia hii ya kupitisha maisha kwa umaskini, lakini sio kwamba alikuwa anakataa neema zake. saa nyingine alikuwa anakula chakula kizuri neema zake pia, na alikuwa anamshukuru mungu juu yake. katika riwaya moja inapatikana, abu bakra anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiambiwa jambo fulani lenye kumfurahisha, basi alikuwa anafanya sijda na alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu na alikuwa anatoa shukurani kwa mwenyezi mungu. huu ulikuwa ni upendo wa mwenyezi mungu na mapenzi yake, kwamba alikuwa anainama mbele ya mungu na alikuwa anamshukuru. Hatbara bin azib amesimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ukija kwenye kitanda chako ufanye wuzu, yani kabla ya kulala kufanya wuzu ni jambo zuri sana. kisha ulale upande wa kibavu chako cha kulia na ufanye maombi. mimi nasoma tafsiri ya maombi haya: ewe allah, nimejikabizi kwako na mimi nimekuachia shughuli zangu na nimekutegemea, nikikuogopa wewe na nikikupenda wewe. hakuna uhifadhi min ghairi ya wewe, wala mahala pa wokovu. wokovu ni kwako tu. nimeamini kitabu chako ulichoshusha na nimemwamini nabii uliyemtuma. mtume sallam alisema kwamba mufanye dua hii, na kama mkifa kwenye usiku huu basi mtakufa juu ya asili. sasa muyafanye maneno hayo kuwa maneno yenu ya mwisho. msimulizi anasema kwamba mimi nikasema kwamba nitakumbuka maneno hayo, na nikiyarudia nikasema kwamba wabersuleka lazi arsalta, nitasema kwamba juu ya mtume ambaye umekutuma nitaingiza maneno hayo. hapo mtume akasema kwamba hapana, useme wamenabieka allazi arsalta, na juu ya nabii wako ambaye umemtuma mimi na muamini. hatmusleh maud raziyallahu anhu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haghafiliki kuhusu mauti, na hofu ya mungu ilikuwa inamtawala muda wote. kila siku alikuwa akilala kwa yakini hii kwamba huenda leo nife na leo nitahudhuria mbele ya mungu. hivyo alikuwa akiishi kama msafiri ambaye muda wote anafikiri kwamba gari la moshi litaondoka saa hizi na saa hizi. huyu hajiingizi kwenye kazi fulani ambayo kuiacha kunakuwa kugumu, yani daima anasubiri gari. mtume sasam pia muda wote alikuwa tayari kutangulia mbele ya haki, na alipokuwa akipumua alikuwa anaona natija ya fadhili yake na alikuwa nakumbuka mauti. Huzaifa radhiyallahu anasimulia kwamba hii ilikuwa ni tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alipokuwa akilala alikuwa anaweka mkono chini ya shavu lake na alikuwa anasema, e mungu wangu, kufa kwangu na kuishi kwangu kuwe juu ya jina lako. na alipokuwa anaamka alikuwa anasema kwamba mimi namshukuru mungu ambaye amenihuisha baada ya kunifisha na tunaelekea kwake. kutoka tukio hili tunapata kujua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kila usiku wakati wa kulala alikuwa analala kwa kuhitimisha hisabu, na alikuwa anamwomba mungu dua kwamba mimi nikifa basi nitakufa kwa jina lako. na alipokuwa akiamka alikuwa anamhimidia mungu na
kumshukuru mungu juu ya hisani yake kwamba nilikuwa nimejitenga na dunia hii lakini imekuwa fadhili yako kwamba umenihuisha tena na umetia baraka kwenye umari wangu. kutoka dua ya kwanza inaonekana kwamba mtume muda wote alikuwa anakumbuka mauti, na hii pia dua nyingine. kuna dua nyingine ambayo inaeleza kwamba mtume sasa alikuwa anaona kila saa yake ya maisha kuwa saa ya mwisho, na alipokuwa analala alikuwa anamwachia mungu maswala yake yote. Bara bin azib anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa analala alikuwa analala kwenye kibavu chake cha kulia, na alikuwa anasema kwamba ewe mungu wangu, mimi nakukabidhi uhai wangu, naelekea kwako na kuachia swala langu, na mimi najileta chini ya uhifadhi wako. mimi natamani manufaa kutoka kwako. mimi nina hofu kuhusu utukufu wako, na hakuna mahala pa kujiepusha na ghadhabu yako na wala wokovu yote isipokuwa niombe uhifadhi na wokovu kutoka kwako. na mimi naamini juu ya kitabu ambacho umekituma na mtume ambaye umetuma. Muslim Maud anasema kwamba watu wakati wa kufunga duka lao wanafanya hisabu, wanapiga hisabu. yani watu wanafanya biashara wanafanya hisabu kisha wanalala, lakini hawasafishi hisabu na mungu. lakini mtu huyo alikuwa mtukufu kiasi gani, ambaye kuanzia asubuhi hadi jioni alikuwa anatekeleza wajibu wa mungu, na pamoja na kutekeleza wajibu hizi alikuwa anawasimamia maelfu ya watu kwamba wao pia wanatimiza na wanatekeleza wajibu wao au la. lakini kabla ya kulala kwake alikuwa anamwomba mungu wake, na alikuwa anasimama mbele ya mungu wake kana kwamba yeye hakutoa huduma yoyote, na alikuwa halali mpaka kumkabidhi mwenyezi mungu uhai wake, na alikuwa anamwomba mungu kila kitu, na alikuwa anamwacha mkono wake kwenye mkono wa mungu. katika riwaya moja inapatikana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kuanzia swala ya asubuhi hadi jua linapotoka, kukaa pamoja na wale wanamkumbuka mwenyezi mungu ni bora zaidi kuliko kuwaacha watumwa wanne. na kuanzia alasiri hadi jua linapozama, kukaa pamoja na wale wanamkumbuka mungu mimi napenda zaidi kuliko kuwaacha watumwa wanne. kwa sababu ya upendo wa mwenyezi mungu, kukaa pamoja na wale wanaompenda mungu na kumkumbuka mwenyezi mungu, amesema kwamba kazi hii ni bora zaidi kuliko vizazi hata Ismail na jamaa zake. aliweza kuvumilia utumwa huo, lakini hakuweza kuvumilia kwamba mungu awe anatajwa, upendo wake uwe unatajwa, na mimi niende mbali na majlis hii. allah allah ni shani ya ajabu ya upendo wake kwa mwenyezi mungu ambao anaendelea kuzalisha kwa watu, na mwenyewe pia upendo kama huo na shani hii imefikia kwenye kilele chake, kisha akiwasihi waumini wake kwamba nini muendelee kuzama katika mapenzi ya mungu. alisema kwamba mbele ya mwenyezi mungu amali inayopendwa zaidi ni hii, kwamba mauti yako ifike katika hali hii kwamba ulimi wako uendelee kumkumbuka mungu. katika riwaya inapatikana Abu Darda radhiyallahu anhu anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba je, nisiwaambieni kuhusu amali ambayo ni bora kuliko amali zote? mbele ya mmiliki wenu ni tukufu zaidi na ni yenye kupandisha daraja zenu, na ni bora zaidi kuliko kutumia fedha na dhahabu, na pia ni bora zaidi kuliko jambo hili kwamba nini mukabiliane na maadui na nini mupigane nao na wao wapigane nani, yani vita itokee na mauaji yatokee. lakini kuna jambo bora zaidi kuliko hivi ambavyo nawaambieni. masahaba wakasema kwamba bila shaka utuambie. siku hizi waislamu wanasema kwamba jihadi ni bora kuliko vitu vyote. muwaue maadui. hawawaui maadui bali wanaendelea kuwaua watu wao, jambo ambalo ni dhambi kubwa kuliko mambo yote. lakini mtume saa salam anasema kwamba kuna jambo ambalo ni bora
kuliko vitu hivi vyote. Mtume alisema kwamba hiyo ni kumkumbuka mungu. Mumkumbuke mungu, hiyo ni kubwa na bora zaidi kuliko jihadi zote. Waislamu wanashutumiwa, hayo ni mafundisho. hat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anasimulia kwamba mtume alisema hakuna kitu kikubwa kuliko kumkumbuka mungu ambacho ni chenye kumwokoa binadamu kutoka adhabu ya mungu. Mungu atakapotajwa basi mwenyezi mungu atawapatia ni wokovu. Kwa sababu ya upendo wa mungu muda wote mtume alikuwa anampenda kumkumbuka mwenyezi mungu. Riwaya inaeleza Abu Huraira anasimulia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kama niseme subhanallah, mungu ni mtukufu, alhamdulillah, sifa zote njema zinamhusu allah, la ilaha illallah, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, na allahu akbar, allah ni mtukufu na mkubwa. maneno hayo nayapenda sana kuliko kila kitu ambacho jua linatoka juu yake. hiyo ilikuwa ni jaziba ya upendo wake kwa allah. Kwenye muda wa mwisho wa uhai wake jina la mwenyezi mungu lilikuwa juu ya ulimi wake. hata aisha anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, na alikuwa kwenye hali ya siha wakati ule, kwamba nabii anapofariki kabla ya kifo chake anaona mahala pake peponi. nabii hafi hadi anaona mahala pake peponi, kisha anapewa hiari. na muda wa kifo chake ulipowadia, hata aisha anasema kwamba mtume alipotamka maneno hayo alisema katika hali ya siha kwamba anaonyeshwa janna. muda wa kifo chake ulipowadia na kichwa chake kilikuwa juu ya paja langu. hata aisha anasema kwamba alipata kuzimia, kisha akapata nafuu na akaona upande wa paa ya nyumba na akasema allahumma rafiki ala, ewe allah rafiki ala. nikasema kwamba sasa hutatupatia hiari, unaenda kwa allah. mimi nikaelewa kwamba hili jambo lile lile ambalo alikuwa ameniambia katika hali ya siha, kwamba amepewa hiari hii, kwamba sasa naenda kwa allah. hata aisha alisema kwamba jambo la mwisho ambalo mtume alieleza ni hili kwamba allahumma rafiki ala. hata aisha radhiallahu anha anasema sehemu nyingine kwamba katika neema za allah nimejaaliwa neema moja, ndiyo hii kwamba mtume sasa alipofariki dunia alifariki kwenye nyumba yangu siku ya zamu yangu na katikati ya kifua changu, na wakati wa kifo chake mungu alikutanisha mate yangu na mate yake. anatoa ufafanuzi wake hivi: abdurrahman akaja kwangu, alikuwa na mswaki mkononi na mimi nilikuwa nimekaa na mtume sasam. nikaona mtume anaona upande wa abdurrahman na nilikuwa najua kwamba mtume anapenda mswaki. nikasema kwamba je, nichukue kwa ajili yako? akasema ndio, kwa ishara. mimi nikampatia, akaona kuwa mswaki mgumu. nikasema kwamba je, nitafune kwa ajili yako? akasema ndio, kwa ishara. nikatafuna. mbele yake ilikuwa chombo mdogo, yani nikatia mdomoni nikautafuna mswaki ule. mbele yake ilikuwa chombo mdogo au chombo mkubwa, msimuliaji ana mashaka kuhusu chombo. mbele ya mtume ilikuwa chombo cha maji. alikuwa akitia mkono kwenye maji na kupaka juu ya uso wake na kusema la ilaha illallahu inna lilmauti sakarat, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, bila shaka mauti yanakuwa na mateso yake. kisha akainua mkono wake na akasema kwamba fi rafiki ala, upande wa rafiki ala, hadi akafariki dunia na mkono wake ukainama. hatmasihi maud alahi salatu wassalam anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyezi mungu katika muda wake wa mwisho alikuwa amempatia hiari kwamba ukipenda ukae duniani na ukipenda uje kwangu. mtume akasema kwamba ewe mungu wangu, mimi ninatamani kwamba nije kwako. na neno la mwisho ambalo uhai wake uli katika lilikuwa hili kwamba birafikil ala, yani sasa sitaki kukaa hapa, nataka kuelekea kwa mungu wangu. mwenyezi mungu akampatia hiari kwamba kama unatamani kuishi basi utakaa, lakini mtume alisema sitaki kukaa katika dunia hii, hivyo akatangulia mbele ya mungu. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin
allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.